Huu mto unaitwa River Rukira, na huu mto umegawanya kati ya Shika na Othaya. Hii daraja ile unaona pale ndio inavuka kutoka upande huu wa Shika unaelekea Othaya. Sasa hii mto wakati jua inakuwa limewaka unaweza vuka, lakini saa hii hakuna mtu anaweza vuka huu mto kwa vile umejaa. Ni kuonyesha mambo ya Mungu huwezi ukaiyaelewa, ni kwa sababu wakati wa kiangazi huu mto unakuwaga na maji kidogo sana, lakini kwa vile mvua imenyesha maji ni mingi sana, na ukijaribu kucheza na huu mto wewe unachezea maisha yako. Hata wale wanajua kupiga bizi au wale wanajua kuswim, hii mto saa hii si mchezo, utapeleka wewe mbali, na ile speed inaenda nayo hapa ni kama ile ya River Gura ambayo inasemekana it is the fastest river in Africa. Saa hii mto uko namna hiyo, hata Gura yenyewe huwezi ukaivuka, ni kwa sababu itakimbiza wewe vibaya sana. Kile kinanishangaza mimi sijui kule hii maji huwa inatoka, ni kwa sababu tangu nizaliwe, kwa sababu nimezaliwa hapo, mimi ni mzee sasa, lakini huu mto hujawahi kosa maji. Hiyo swali huwa najiuliza, maji huwa inatoka wapi? Hiyo jibu ni Mungu anaweza jibu. Na hebu hata nikuulize, hata hii mvua inanyesha, hayo maji ambayo inatoka juu huwa inatoka wapi? Kwa vile unaona hiyo maji inanyesha, hakuna wakati inafika ati inakosa. Leo hata ukiangalia kwa mawingu unaona mvua itanyesha, na usiku mzima imenyesha na haijaisha. Kwa hivyo mambo ya Mungu ni ajabu, na usijiulize maswali, ni kwa sababu Mungu mwenyewe ndio anapaswa kujibu hayo maswali, lakini naye anataka uone ukuu wake, uone mambo yake si ya kuchezewa. Wakati tunachezea Mungu tujue hatujui kile tunafanya, ni kwa sababu ukiangalia huo mto uone vile uko vile ati huwezi vuka, ujue ati hata mimi na uogopa kukaribia, ujue huu mto ni wa Mungu. Hivyo ujue nguvu za Mungu. Ikiwa ninauogopa, ninapaswa kumuogopa Mungu zaidi na kumpatia heshima zaidi, ni kwa sababu huu mto ni wake, na vile umefurika mimi siwezi vuka. Kwa hivyo huyo mwenye huu mto ni mkuu kuliko vyote. Yule Mungu mwenye hii mvua imenyesha ni mkuu kuliko huo mvua. Kwa hivyo tunapasa kumpatia heshima. Hii pande unaona nimeangalia, hii ni upande wa Shika, ni mahali pazuri, ni mahali hata ukiangalia kwa mbali unaona majani ya chai. Saa hii majani ya chai imefurahia, ni kwa sababu mvua ni mingi na majani ya chai hupenda mvua, ndio mazao makue mazuri. Kwa hivyo tunapaswa kumshukuru Mungu, ni kwa sababu ya kazi njema amefanya kufanya mvua unyeshe. We fikiria wakati wa jua hayo majani ya chai ilikuwa imeanza kukauka, lakini saa hii imekuwa mazuri. Hata ukienda kwa buying center unakuta hayo mazao ni mingi kupita kiasi. Kwa hivyo kile kizuri ni kuelewa na ujue nguvu za Mungu. Hakuna mtu
anaweza kuzielewa, ni Mungu mwenyewe anaweza kuelewa. Kwa hivyo bado tuko kwa mto Bikira. Huu mto ni ajabu. Huu mto ni mto mwingine kama ile ingine, lakini ni mto wa kiajabu, na hata maumbile yake ni ya kiajabu. Kwa hivyo hapa nimekuja kusimama, ukiangalia vizuri unaona mito miwili. Kuna mto mmoja uko kulia na kuna mto mwingine uko, yaani kuna mto mmoja kushoto na kuna mto mwingine kulia, na ukiangalia katikati unaona island. Hii ni maajabu ya Mungu, kwa sababu huu mto umegawanywa mara mbili na Mungu. Ati upande wa kulia kuna mto, upande wa kushoto kwa kulia kuna mto, na upande wa kushoto kuna mto. Yani Mungu ni wa ajabu, ameupa huu mto ya ajabu, na uko na island hapo katikati. Hata ukiangalia utaona Napier Grass. Kwa hivyo kuna mtu amefanya hii ni shamba lake. Mungu akubariki ukienda kufikiria hayo.